MV Spice. Wakati huo huo, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameelezea masikitiko yao kufuatia kuzama kwa meli hiyo. Mwandishi wetu Faraji Mwagoa ametuandalia taarifa ifuatayo usiku huu. Hapa ni kwenye bandari ya Dar es Salaam ambayo kutokana na tukio hili la kuzama kwa meli ya MV Spice imegubikwa na watu wenye nyuso za huzuni, ambao wengi wao hawana uhakika wa usalama wa ndugu na jamaa zao waliokuwa miongoni mwa abiria wa meli hiyo. Wengi wao kama wanavyoonekana wapo katika pilika za kusubiri usafiri wa kuelekea Zanzibar ili kupata uhakika wa ndugu na jamaa zao, ama waliosafiri na meli hiyo kuanzia kwenye bandari hii au waliopanda meli hiyo kwenye bandari ya Malindi mjini Unguja. Baadhi ya wananchi waliozungumza na Star TV bandarini hapa wamezinyoshea kidole mamlaka husika kwa madai ya kushindwa kusimamia vizuri upakiaji wa abiria na mizigo ili kuhakikisha vyombo vya usafiri havizidishi uwezo wao. Nimepigiwa simu saa 7:42 nikaambiwa meli hii imezama. Baadaye nikathibitisha kwa imezama kwa watu wengine, na waliokuwemo ni watu wangu kama 12 hivi, uko mmoja. Nimekaa hapa nikaona watu wengi wanakuja wanalia boti imezama Spice. Kwa hiyo nikawa nawapokea na wabembeleza. Yaani watu wengi tu wamejazana hapa wanalia wanaelezea hivyo. Boti imepaki kule, imechukua abiria, imeenda Unguja, imechukua wengine tena. Kwa hiyo wamejaa wengi. Mimi ni mmoja wa watu walioathirika na msiba uliotokea, kwa sababu nina jirani zangu na mimi wamepatwa na hayo matatizo. Ndio nimekuja hapa bandarini kuangalia wana usafiri ili niwe pamoja nao. Kwa upande mwingine, baadhi ya watu wanaamini kuwa uzembe, tamaa na kutowajibika ipasavyo ndiko kulikochangia ajali hiyo. Wawe waangalifu kuangalia upakiaji wa mizigo ndani ya meli zetu, kwa sababu kwanza meli zetu si mpya, ni meli ambazo kwa zimechoka. Kwa hivyo wawe na uangalifu kutokana na hali za upakiaji wa abiria na usalama wa maisha ya watu, kwa sababu matokeo yanapotokezea ndio utakutia utaratibu unafuatiliwa. Lakini kabla ya matokezeo kutokezea ni kwamba tunajisahau wahusika wakuu wa zile bandari kufuatilia utaratibu wa upakiaji wa abiria na shehena kwenye vyombo tunavyovitumia vya usafiri. Napigiwa meneja wa ile meli asubuhi na mwandishi wa habari, anasema siwezi kuzungumza lolote kwa sasa hivi. Umeona bwana? Hawajenda kutoa taarifa kwa wananchi ambao wapo Dar es Salaam, watu wajue kwamba wana ndugu zao na kwa vipi na wanaokolewa vipi. Katika hatua nyingine, chama cha wananchi CUF kimetoa salamu za rambirambi kufuatia msiba huo wa kitaifa, ambapo naibu mkurugenzi wa habari, uenezi na haki za binadamu Bi Amina Mwidau amesema chama chake kimeguswa na msiba huo, na wabunge 5 wa chama hicho wamesitisha ushiriki wao kwenye kampeni za uchaguzi mdogo wa jimbo la Igunga ili kushughulikia msiba huo. Kwa kuwa huu ni msiba mkubwa sana kwa Zanzibar na taifa kwa ujumla kama Tanzania, wabunge wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walioko kule wanashirikiana na vyombo husika katika uokozi huo na hatua nyingine ambazo zinaendelea. Na pia tuna wabunge wetu ambao wako Igunga katika kampeni zinazoendelea za uchaguzi mdogo kule. Wameshaondoka ili kuja kuungana na wenzao walioko visiwani katika uokozi na taratibu nyingine zinazoendelea katika maafa hayo ambayo yametokea. Wabunge waliositisha ushiriki wao kwenye kampeni hizo ni Hatibu Saidi Haji, Faki Haji Makame, Hamadi Ali Hamadi, Haji Hatibu Kai na Ali Hamisi Sefu. Hawa ni baadhi ya abiria ambao wako katika harakati za hapa na pale kujaribu kutafuta usafiri wa kuelekea kisiwani Zanzibar, tayari kabisa kwenda kushuhudia kile ambacho kimetokea kufuatia taarifa za kutokea kwa ajali hii ya meli ya Spice. Nikiripoti kutoka hapa eneo la bandari ya Dar es Salaam maarufu kama bandari ya Salama, Faraji Mwagoa wa Star TV.